Jeshi la Polisi mkoa wa Mara katika wajibu wa kusimamia mnyororo wa sheria limeona picha mjongeo za BAWACHA kwenye mitandao ya kijamii zinazohamasisha kufanya maadhimisho ya siku ya wanawake duniani tarehe 8 mwezi wa 3 2026 mjini Msoma mkoani Mara. Kitendo cha BAWACHA kufanya hivyo ni ukiukwaji wa makusudi wa amri ya Mahakama Kuu ya Tanzania iliyotolewa tarehe 10 mwezi wa 6 2025 inayokitaka chama cha siasa Chadema kutofanya shughuli za kisiasa hadi kesi yao ya msingi itakapomalizika mahakamani. Kwa amri hiyo, Jeshi la Polisi mkoa wa Mara linaendelea kuitambua amri hiyo kwani haijatenguliwa. Kwa maana hiyo, tunawashauri Chadema kurudi mahakamani kumaliza shauri lao badala ya kukaidi amri ya mahakama ambayo kimsingi ni dharau kwa mahakama, contempt of court. Kadhalika, tunawataka viongozi wa BAWACHA waliofanya kikao cha maandalizi kufika ofisi ya mkuu wa upelelezi wa mkoa wa Mara tarehe 2 mwezi wa 3 2026 kwa mahojiano. Jeshi la Polisi mkoa wa Mara linatoa wito kwa wananchi kuendelea kuishi na kutii sheria mbalimbali za nchi, miongozo na taratibu za mnyororo wa haki jinai na kuacha kujichukulia sheria mkononi. Wakati huo huo, Jeshi la Polisi mkoa wa Mara linapenda kukanusha vikali picha mjongeo zinazosambaa mitandaoni zikieleza kwamba wilaya ya Bunda, huko wilaya ya Bunda mkoa wa Mara, yupo mke wa askari polisi ambaye alishambuliwa na vikundi vya kihalifu vinavyojitaja kuwa TFF, jambo ambalo si kweli, ni picha zinazotengeneza ili kuwaletea hofu wananchi ambao wanaendelea na shughuli zao za kujiletea kipato. Kwa hiyo taarifa hizo wale wanaozipata wazipuuze. Wananchi wa mkoa wa Mara wanaendelea kuchapa kazi zao kwa usalama kabisa, na vikundi hivyo vya kihalifu vipuuzwe hizo propaganda zao. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Habari gani Mwanakeo TV, kama ni mara yako ya kwanza tafadhali subscribe na turn on notification. Karibu katika ulimwengu wa siasa. Jina langu ni Mwanakeo TV. Jeshi la Polisi mkoa wa Mara lilipiga marufuku baraza la wanawake kufanya maadhimisho ya siku ya wanawake duniani. Lakini rais wa TLS Boniface Mwabukusi naye ameamua kujibu jeshi la polisi kutokana na katazo ambalo siku hapo jana ilitoa kwa baraza la wanawake Chadema. Nanukuu, bila kufumuliwa kwa jeshi hili ni ngumu sana kwa kuwa na utulivu na ustahimilivu wa kidemokrasia kama taifa. Polisi hawana mamlaka ya kuingilia kwa moja amri zinazotokana na kesi za madai kwa msingi ya usimamizi na au utekelezaji, isipokuwa pale wanapokuwa wameelekezwa na mahakama baada ya utaratibu kuzingatiwa. Kama kuna mtu anahisi amri ya zuio imekiukwa, hatua ya kwanza ni kurudi kwa mahakama iliyotoa amri kiukwa ili ichunguze ukiukwaji huo na kutoa maelekezo stahiki baada ya kusikiliza. Vurugu, chuki na ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu unachochewa na jeshi la polisi. Moja ya haki za kikatiba ni kukataa kutii amri haramu za kibaguzi zinazokiuka sheria na katiba. Haki, ukweli na uwajibikaji vitaliponya taifa. Mwisho kunukuu maneno ya rais wa TLS Boniface Mwabukusi. Jina langu ni Mwanakeo TV. Ningependa kuona maoni yako katika sehemu ya comment section hapo, ukidondosha ujumbe wako hapo, nini ambacho unaona kwa hili chapisho la Boniface Mwabukusi. Katika eneo la maoni, wa kwanza anaitwa Don Minja, anasema kiongozi, hadi wakati huu hakuna amri ya judicial inayoelekeza ukomo wa zuio la Chadema. Wanatakiwa kwenda mahakamani kuomba nafuu hiyo, tofauti na Rugemeleza anavyokurupuka na kutoa tamko kama kwamba yeye ni jaji. Lakini Nshimama anasema hebu fuatilia mpelelezi anapeleleza, lakini
hafungui mashtaka mpaka kwa DPP au mwanasheria. Huwezi kwenda kukamata mhalifu mpaka ametumwa na bosi wake. Lakini maoni yanazidi kutiririka katika chapisho la rais wa TLS, na osoma maoni mawili ya mwisho hapa. Wa kwanza mwingine anaitwa King John, anasema kufumuliwa kwa jeshi hili la polisi ni lazima. Ukitaka kujua hawa jamaa hawajui lolote katika utekelezaji wa majukumu yao, wafuatilia hizi kesi wakati wakihojiwa kupitia PGO. Lakini Comrade Shibati anasema wala tatizo sio hawa jamaa, ni chama tawala kimefanya militarization ya kila sekta. Siasa zimeweka chini ya vyombo vya dola, kwa Chadema unawindwa kama swara. Hayo ni baadhi ya maoni ambayo imetolewa katika chapisho la rais wa TLS Boniface Mwabukusi. Jina langu ndio Creative, tunakutujia katika masuala ya kisiasa. Bye bye.